Hayuko sensitive, hata hiyo sauti ikimuongelesha itamuongelesha na hawezi akasikia. Na jambo moja inakufanya uko sensitive wakati umefunga na kuomba, our spiritual antennas are elevated, mwili unakuwa weak, na kwa hivyo unaweza ukasikia sauti ya Mungu kwa urahisi. Amen. So wakati tukienda kwa maombi, kuwa na jambo moja, number 1, unjinyenyekeze mbele za Bwana na utafute njia ambayo ni ya sawa, ambao Bwana unafaa uenende. Umwambie Bwana, mwezi wa 6 hautaki kuenenda na knowledge yako, hautaki kutembea jinsi ambavyo umejua, akupe mwelekeo na njia ambayo ni ya sawa. Wengine anasema najua njia tayari, lakini kuna njia ujui. Kuna njia Mungu anasema ile njia ambayo nakupitisha haujawahi kupitia tena, na hiyo ndio njia ambayo unafaa kumwambia Bwana, ninatamani mwezi wa 6. So anasema tukajinyenyekeza, tutafute mbele za Bwana ili tutafute njia ambayo ni nzuri kwetu na kwa watoto wetu na kwa vitu vyetu. Kwa hivyo kila wakati ukitokea mbele za Bwana, huu wakati na huu wiki ya kufunga na kuomba, tunatokea mbele za Bwana kwa ajili ya njia ambayo ni ya sawa kwako wewe na kwa watoto wako na kwa mali yako yote, njia ambayo ni ya sawa kwa biashara yako, njia ambayo ni sawa kwa jamii yako, njia ambayo ni sawa kwa chochote ambacho kinaitanishwa na wewe. Na wakati unamtafuta Bwana, wakati unamwambia Bwana, nipe mwelekeo, mambo mengine ambayo yamekuwa ni kama cycle ya kukuzungusha yatavunjika. Mambo mengine ambayo yamekupeleka mbio yataanza kusimama yenyewe. Mambo mengine ambayo yamekuwa yakupea sleepless nights yataanza kuvanish na kuisha kwa jina la Yesu Kristo. So anasema, for I was ashamed to require, kwa maana niliona haya kumuomba mfalme kikosi cha askari wa kupanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Hao watu wanatoka wanaenda safari ya kama miezi 4. Na kwa hii miezi 4 aliona aibu kuambia mfalme awape askari wa kuwalinda, kwa maana alikuwa ametangaza Mungu wetu anaweza, kama vile tunasema our God is able. Na kwa hivyo sababu ameogopa kumuomba mfalme askari, akajua yule Mungu ambaye tumesema ndiye atatupa askari, akajua kuna jeshi ya mbinguni ambayo ikiingilia hali, hata kama wale ambao wakajiani adui wana uwezo kiasi gani, watatupea njia na tutapita. Akajua ninaweza nikapewa askari na mfalme na wale askari wakashindwa na vita, lakini kama nitapewa na Mungu mwenyewe ulinzi, hata kama hao ambao ni maadui kwa nguvu kiasi gani watatupea njia. Nimekuja kusema tunaweza tukapewa security na polisi na ni vizuri, tunaweza tukapewa security na government na ni vizuri, lakini ule ulinzi ambao ni halisi unatoka kwa Bwana. Nikuulize jambo, mali umetoka kwa nyumba, kuna polisi amekuescort, say anything happens, kuna mmoja hapo karibu, isipokuwa Bwana akulinde. Hizi zingine ni michezo tu. Ni vizuri, they can't afford, in short, they can't afford to give us full security. Ile wanaweza kutupe kwa limited, lakini Bwana awe mlinzi wetu, Bwana awe ndiye tegemeo letu na ngao yetu, tutaishi na kuona ushindi wa ajabu. Amen. Sinikumbusha ile ushuhuda wakati nilikuwa nimezungukwa na wale 7, hakukuwa na polisi, lakini God was there. Anasema mahali popote huko, Lo, I am with you. Bwana yuko pamoja nawe ili akulinde na akubariki na akutende wema. So anasema niliona haya kumwambia mfalme atupe askari na wapanda farasi ili watulinde dhidi ya adui njiani, kwa maana tulikuwa tumesema kwamba kumwambia mfalme tukinena tukasema mkono wa Mungu ujuu ya watu wote wamtafuta. Sikia, mkono wa Bwana uko juu ya kila mtu ambaye anamtafuta.
Kwa hivyo ukimtafuta Bwana huu mwezi wa 6, kwa bidii mkono wake utakuwa juu yako, kama vile tulisoma Ezekieli jana, kwamba mkono wa Bwana ukawa juu yako. Na mkono wa Bwana ukiwa juu yako, matendo makuu yatafanyika. Utaenda eneo ambao hauwezi ukafika kwa uwezo wako, sababu mkono wa Bwana uko juu yako. Mambo mengine Bwana atayafunua kwako, sababu mkono mkuu wa Bwana uko juu yako. Na uko juu ya wote ambao wanamtafuta. Haukuangi juu sababu pengine ni kibali fulani. Anatuambia mkono wa Bwana uko juu ya watu wote ambao wanamtafuta. Kwa hivyo wakati ukijiweka kwa hiyo level ya kumtafuta Bwana, mkono wa Bwana utakuwa juu yako. Naomba mwezi wa 6 mkono wa Bwana ukawe juu yako, kwa jina la Yesu Kristo. Nasema anasema uko juu ya mkono wa Bwana uko juu ya watu wamtafutao, kuwatendea wema. Bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Yani mkono wa Bwana ujuu ya wote ambao wanamtafuta ili kuwatendea wema. Kwa hivyo huu mkono wa Bwana tunasema ukiwa juu yako mwezi wa 6 ni ili ukutendea wema. Lakini ghadhabu yake iko kinyume na wote wamwachao, wale ambao wanamwacha Bwana, wale ambao wanamwasi Bwana. Ghadhabu yake inakuwa iko kinyume na maadui zako. Kwa hivyo utembee ukiwa unajua mkono wa Bwana uko juu yako kwa mambo mawili: ukutende wema wewe na uwe kinyume na maadui zako. Ukutendee wema na upigane na maadui. Na nasema so we fasted. Kwa hivyo tukafunga na tukamtafuta Mungu wetu kwa ajili ya hayo. Kwa hivyo wamefunga wakiwa na specific need, kwamba hii safari tunaenda Bwana ututangulie. Hii safari tunaenda ya miezi 4 hatujui vile kuko, lakini mkono wako uko juu yetu.